أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo tupo katika swali la weekend ambalo lililoulizwa linalohusu maswala ya Qur'an tukufu na tafsiri yake. Swali hili linasema kwamba kwa nini Qur'ani imetumia neno mitume kwa wingi kwa mtume mmoja? Katika mfano wa aya katika surati Shura inayosema kadhabat Adul mursalina, ikimaanisha kwamba watu wa Ad waliwakadhibisha, waliwapinga mitume, lakini kaumu ya Ad ilitumiwa mtume mmoja ambaye alikuwa ni Nabii Hud. Lakini katika surati Shura hiyo hiyo kuna aya inasema kadhabat qaumu Luti almursalina, kwamba watu wa kaumu Lut waliwakadhibisha na wakawapinga mitume, hali ya kuwa katika kaumu Lut alikuwepo ni Nabii Luti mwenyewe. Je, hii ina maana gani? Kwamba kuna ikhtilafu katika Qur'ani au kuna maana nyingine zaidi ya kina na ya kiitikadi ambayo ipo ndani au nyuma ya tafsiri hii? Ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza katika jawabu ya swali hili, katika aya hizi au katika Qur'ani hakuna ikhtilafu katika aya, isipokuwa katika aya hizi na muktadha wa aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia kitu kinachoitwa ni balagha na fasaha katika ufikishaji wa ujumbe wake, ambapo katika baadhi ya wanazuoni wa tafsiri akiwemo Sayyid al-Allama al-Khoi pia ameelezea hili katika tafsiri yake ya Al-Mizan, akisema kwamba, na baadhi ya wanazuoni wakisema kwamba baadhi au aya hii ililengwa si kwa maana kwamba kuleta tofauti katika Qur'ani, bali ilikuwa ina maana kadhaa. Napo nitagusia katika pointi zisizopungua 5. Pointi ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia neno kadhabat Adul mursalina, akatumia neno mursalina baada ya rasuli, ni kwa sababu ujumbe ambao kaumu Adi waliukadhibisha ulikuwa ni ujumbe ule ule ambao walitumwa nao mitume wengine kabla yake na baada yake. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hivyo mitume wote ambao kuanzia Nabiullahi Adam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitumwa na ujumbe mmoja. Kwa hivyo, kwa sababu risala yao ni moja na ujumbe wao ni mmoja, ukikadhibisha ujumbe wa mtume fulani, basi ni sawa sawa umekadhibisha ujumbe wa nabii mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani, anasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kwamba hatutofautishi mitume na mitume wengine, kwamba ujumbe aliokuja nao mtume fulani basi hatutofautishi na ujumbe ambao alikuja nao mtume mwingine. Sababu ya pili ni kwamba dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dini moja, kwa maana kwamba mitume wote walikuja kulingania sheria moja ambayo ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna kitu kinaitwa dini na kuna kitu kinaitwa sheria. Dini ya Kiislamu ni moja, inna dina inda Allahi al-Islam, kwamba dini kwa Mwenyezi Mungu inayojulikana ni Uislamu tu. Lakini mitume hawa ambao waliokuja kuifikisha dini moja walitofautiana katika sheria. Kwa mfano, sheria za Nabiullahi Adam hazikuwa ni sheria za Nabiullahi Nuhu. Sheria za Nabiullahi Nuhu hazikuwa ni sheria za Nabiullahi Luti, Ibrahim, Hudi mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mitume walitofautiana katika sheria kulingana na zama zao zilikuwa zinahitaji mazingira ya sheria fulani. Ndio maana utaona kwamba zama za manabii fulani waliruhusiwa kufanya hivi, lakini zama za nabii fulani hawakuruhusiwa kufanya hivi. Lakini licha ya kutofautiana kisheria, hawakutofautiana dini, kwamba dini ilikuwa ni moja, wote walikuja na kalima la ilaha illa Allah, kwamba ni tauhidi na kukataza shirki na ufisadi katika ardhi. Lakini pia nukta yangu ya tatu katika jibu hilo ni kwamba Qur'ani
katika aya hizi inaposema kwamba kadhabatu adul mursalina au kadhabatu qaumu lutil mursalina, haikumaanisha kwamba ni tukio kama tukio. Qur'ani haikuwa inaelezea historia ya zama hizo, bali ilikuwa inatupa kanuni ya jumla, kanuni moja ambayo ni kanuni ya kibinadamu na kanuni ambayo ni upingaji wa mitume, kwamba kaumu fulani ilituma ujumbe wa Mwenyezi Mungu, ilipinga ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Qur'ani ilikuwa katika muktadha wa kuelezea kanuni moja jumla. Lakini sababu ya nne, tafsiri ya wanazuoni pia inatuambia kwamba, na kutilia umuhimu ile sababu ya pili au ya pili ambayo nilizungumza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma mitume wote na ujumbe mmoja. Kwa hivyo kaumu itakapokadhibisha na kupinga ujumbe wa nabii fulani, basi hiyo inapelekea kwamba wao wapinge ujumbe wa manabii wengine wa nyuma au wanaokuja. Nukta yangu ya tano ni kwamba Qur'ani siku zote imekuja katika mfumo wa balagha. Inaweza ikatumia neno wingi kuashiria umoja wa kundi, kwamba Mwenyezi Mungu anaposema kadhabatu adul mursalina, kwamba watu wa Ad walikadhibisha na waliwapinga mitume, kwa maana kwamba ilikuwa inamaanisha kundi la wale wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo pia Qur'ani inapokuja kuelezea neno wingi, mara nyingine huwa inabainisha hadhi ya jambo. Kwa mfano, tunapozungumzia Mwenyezi Mungu anaposema inna khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana au inna anzalnahu, maana Mwenyezi Mungu anaposema kwamba sisi tumeshusha Qur'an, haimaanishi kwamba kuna miungu wengi, hapana, bali huwa anazungumzia hadhi ya kitu fulani au hadhi ya jambo fulani, na maana nyingine na mifano mingine ambayo inayopatikana katika Qur'ani. Lakini pia maana nyingine ya kutumia Mwenyezi Mungu lugha au msemo au jina la vitu vingi kutumia kwa kitu kimoja, maana yake huwa anamaanisha ujumla wa jambo lile. Lakini nukta yangu ya mwisho, nitaangazia mifano ambayo iliyotumika katika Qur'ani katika kuelezea kwamba si kadhabat Thamud, kadhabat qaumu lutil mursalina au kadhabat adul mursalina, si vipande hivi tu au aya hizi ambazo zilizokuja kuonyesha tofauti, bali kuna aya nyingi. Kuna aya ambayo inasema kadhabat qaumu lut nuhi al-mursalina, lakini pia kuna aya nyingine ambayo inasema kadhabat thamudul mursalina, kadhabat ashabul aikati al-mursalina. Kwa hivyo Qur'ani, huu ni mfumo wake wa kuliadhimisha na kulifanya jambo fulani muhimu kuwa ni special kupitia lugha yake ambayo inawasilisha kwa wanadamu. Na pia imeonekana katika baadhi ya hadithi za Ahlul Bait na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiunga mkono hoja hizi. Kwa hivyo katika Qur'ani kiufupi hakuna ikhtilafu katika lugha, bali huwa kuna maana ya kina na ya ndani zaidi inayokuja kubainisha muktadha wa tafsiri ya aya hizo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.